hadhara iko tayari kwa ajili ya kumsikiliza. Sheikh wa mkoa, faltafadhal mashkuran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Waheshimiwa viongozi wote wa baraza mkoa, kuanzia kadhi wetu wa mkoa, katibu wa mkoa, mwenyekiti wetu wa halmashauri ya mkoa, wajumbe wa baraza la mashekhe mkoa, wajumbe wa halmashauri ya mkoa, lakini mashekhe wa wilaya zote mbili za Nyamagana na Ilemela, wenye viti, makatibu, wajumbe, mashekhe zangu wa kata, wazee wangu watukufu, lakini wakili wetu msomi Bwana Ima ambaye amekuwa akituunga mkono kwenye kila tukio letu, mabibi, mabwana, watoto wetu aitam, watoto wetu ambao ni matalibul ilm, kina mama wajane mliokuja na watoto wenu, walezi wa vituo mbalimbali, lakini bila kuwasahau wapenzi wetu wanaitwa waandishi wa habari, ambao bila wao mambo yetu haya yanapungua namna ya kuwafikia umma. Nitambue kuwepo kwenu nyote, Waislamu na wasoko Waislamu mliohudhuria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nitoe shukurani za dhati kwa uongozi wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza kwa kuendelea kulifanya jambo hili kama uradi. Nikisema uradi namaanisha ni jambo ambalo tumeendelea nalo na hatulikati, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala lisikatike katika maisha yetu yote. Tuseme inshallah na amin. Inshallah amina. Kwa ufupi ni kwamba Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza tumeendelea na zoezi hili la kila mwaka. Tuna shughuli takriban 3 za baraza hapa, ukiondoa maulidi ya mkoa, ukiondoa mwaka mpya wa Kiislamu, ukiondoa ile BAKWATA Day tarehe iliyoanzishwa BAKWATA. Tuna matukio tuliojiwekea kuupa uhai BAKWATA na kutafuta baraka kwa Mola. Tukio la kwanza ni la tarehe 1 mwezi wa kwanza kila mwaka, tunakula chakula cha mchana na watoto yatima. Lakini tukio la pili ni la baada salati al-Eid al-Fitri, na tukio la tatu ni baada salati al-Eid al-Adha. Tumekuwa na matukio ya kuwatafuta watoto yatima mitaani, majumbani, kwenye vituo, tunawakusanya, tunakaa nao hapa, tunakula nao chakula. Nilieleza mwanzo kule tuliasisi sisi BAKWATA na ukhti yetu akiitwa Bishani Jumanne Dodios, tukaanza jambo hili, lakini Mwenyezi Mungu akaingiza faraja na rehma na utumishi uliotukuka kwa ndugu yetu Bwana Zakaria Elias Nzuki, ambaye yeye ni mkurugenzi wa Rock Solution. Akasema, shekhe, katika maisha yangu, yeye ni Mkristo, lakini akasema japokuwa mimi ni Mkristo, lakini familia yangu ina pande mbili, wako Waislamu na Wakristo. Tena umamani kwangu ni Waislamu, ubabani kwangu tumegawanyika, wako baba zangu Wakristo, wako baba zangu Waislamu. Mimi nimekuwa Mkristo, lakini nitahakikisha shughuli kama hizi ninakuwa nasaidia na kuchangia kwa kadri nitakapojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu yetu huyu naye katika mkusanyiko kama huu tumuombee Mungu. Huu ni mwaka unaenda kama wa 8 au wa 9, maana toka utafanya hesabu toka 2018 tumeanza jambo hili mpaka leo halijakatika. Tunaomba Mwenyezi Mungu kwa yote yule aliyetutia nguvu, alioliunga mkono, aliolisemea vizuri, ambaye amelipenda, aliyosaidia, akiwemo yeye ndugu yetu Bwana Zakaria Nzuki, Mwenyezi Mungu ambarikie na Mwenyezi Mungu amhifadhi. Kwa hiyo tuko hapa kwa lengo hilo na si jingine. Na nafurahi kwa hutuba nzuri zilizotolewa na wahadhiri wetu leo. Wamezungumzia uhalisia wa jambo. Tuko hapa kwa sababu tumeguswa kuona kwamba kuna watoto wetu mayatima wako majumbani. Baadhi yetu tunao watoto wetu wanatuona, wanamuona baba, wanamuona mama. Na nilipata kusema katika moja ya shughuli zetu kwamba ingelikuwa Watanzania wengeamua kila Mtanzania mmoja mwenye uwezo amchukue mtoto mmoja yatima aishi naye nyumbani,
hili lingekuwa jambo jema sana. Tuna watoto leo wanaitwa watoto wa mitaani, lakini kimsingi hakuna mtoto wa mtaani. Ule ni uongo, ni ubabaishaji, ni uzushi. Watoto hao tunawaona leo wamejazana mitaani, ambao hatimaye wanakuwa ni bomu la taifa. Mimi nasema wale wakati mwingine ni bomu la taifa, kwa sababu watoto wakishakuwa mitaani hawana uangalizi, wakishakuwa mitaani hawana anayewasimamia, wanaweza kufanya lolote, wanaweza kuvuta chochote. Matokeo yake likitokea jambo la vurugu kama ilivyotokea tarehe 29 au 30, wale watoto wa mitaani wanakuwa front line, namba moja, wako mbele kufanya lolote. Lakini sababu hii ni sababu inayotokana na malezi ya sisi wa Tanzania. Tumekataa kuziheshimu dini zetu, tumekataa kuzifuata dini zetu. Mimi na hakika siwezi kusemea Ukristo, nasemea Uislamu. Nimesoma hadithi hapa, Mtume anasema ana wakafilul yatama kahataini fil janna. Mimi Mtume Muhammad na mtu yoyote anayekubali kumlea yatima, siku ya Kiyama tutakuwa naye pamoja. Mtume akaashiria vidole hivi, anaonyesha asbaba wal wusta, anaonyesha tutakuwa pamoja bega kwa bega na mtu anaelea yatima. Lakini ziko hadithi Mtume anaelezea, anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba kule mbinguni watu, viumbe vya mbinguni huwa vinaona baadhi ya maeneo yanawaka kama nyota, mengine kama mwezi, mengine kama nuru ndogo ndogo. Viumbe wa mbinguni wanaulizana ni nini ile? Viumbe wa mbinguni wanaambizana, ile ni nyumba. Ukiona ile kitu kinang'aa kama nyota, ni nyumba ambayo ndani yake yuko yatima na anatendewa vizuri. Sio hoja kumlea tu yatima. Usimlee yatima alafu yeye ndo akawa muosha vyombo. Usimlee yatima alafu yeye ndo akawa mpiga deki. Usimlee yatima yeye ndo akawa msafisha bustani. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza, unapomlea yatima apendeke kwako kuliko unavyowapenda wazazi wako, watoto wako. Atangulizwe kuliko unavyowatanguliza watoto. Hata yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yatima, na alipolelewa kwa babake mdogo alitangulizwa kwa kila kitu. Sasa nasema, napiga mfano, ingetokea Watanzania siku moja wakaamua kuishi hadithi ya Mtume. Maka sisi tunasema mafundisho ya Mtume Muhammad akiyachukua mtu yoyote, awe Muislamu, akiyashika yanamvusha. Na Muislamu mwenye dini yake, mwenye mtume wake, akiacha mafundisho ya Mtume yatamtupa. Sasa ikitokea Watanzania tukakubali kuchukua mafundisho haya ya Mtume, kwamba kila mtu alee walau mtoto yatima mmoja, hakuna vituo vya yatima. Lakini leo kwa sababu imekosekana watu wenye nyoyo hizo, matokeo yake leo tuna vituo vya yatima. Nitumie nafasi hii kuvipongeza vituo vya yatima, kuwapongeza walioamua kujitoa na kulea yatima. Hata kama wamekaa yatima pale kwenye 60, 70, labda 100 wako pale, kwa sababu lengo la kukaa wewe na mtoto yatima, Uislamu uliopendekeza yule mtoto asihisi uyatima. Akikaa kuone wewe baba, amuone mkeo mama yake. Lakini leo watoto wanakaa kwenye vituo. Lakini tutafanyaje? Hali halisi ni kwamba lazima tuweke vituoni tuweze kuwahifadhi. Kwa hiyo niwapongeze sana ambao wameamua kuanzisha vituo, na nitoe wito kwa Waislamu, wasiokuwa Waislamu, matajiri wa Kiislamu, matajiri wa madhehebu zingine, wafanya biashara, tuendelee kusapoti wale wanaolea mayatima na kusaidia. Kama ambavyo leo tunampongeza ndugu yetu Bwana Zakaria Nzuki pamoja na shirika lake la Rock Solution kwa namna ambavyo anasapoti usaidizi. Haishi kulisha chakula tu hapa. Hivi leo kuna watoto zaidi ya 100 watapewa vifaa vya shule kamili. Watakabidhiwa hapa, mmeona baadhi viko hapa kama sample. Tutakabidhi hapa. Kwa maana wale watoto yatima watapata baadhi ya vifaa vya kwenda kuanzia shule. Kwa hiyo naona ndugu yetu Bwana Zakaria Nzuki hafanyi kwa maana ya kuwalisha tu. Lakini anasaidia pia elimu yao. Kwa sababu mtu mwenye kusaidia elimu ndio amesaidia maisha yako, amesaidia nguvu zako, amesaidia kila kitu chako. Kwa hiyo tuendelee kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Watanzania tuamke, tufate mafundisho ya Mtume, tuwalee watoto hawa majumbani. Na kama mnavyojua, jambo kubwa lililopotea katika jamii yetu ni malezi. Ikiwa mtoto mwenye baba na mama hana malezi, unasemaje yule ambaye hana baba? Malezi yake itakuwaje? Ziko hadithi nyingi za mafundisho ya Mtume, mpaka yeye mwenyewe Mtume anasema, yeye mwenyewe Mtume ameadabishwa. Iko hadithi Mtume anasema, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Mungu mimi kaniadabisha. Yani mtu aliyomfunda Mtume ni Mungu. Ndio maana anamsifu kule kwa anasema, wa innaka la ala khuluqin adhim. Wewe Mtume Muhammad una tabia njema.
Kwa hiyo ili jamii inusurike, ili jamii istaarabike, ni lazima tuwe na tabia njema. Habari ya kukufata mkumbo tuachane nayo. Habari ya kufata mkumbo haitusaidii. Leo kuna kitu kinaitwa GNZ na mtu anajinasibu mimi ni GNZ. Hii habari ya kwamba watu wanaenda kutokana na uzao wake aliyozaliwa 65 mpaka 85, huyu atakuwa na tabia hii na yeye aishi hivyo. Aliyozaliwa 85 mpaka 95 atakuwa na tabia hii. Kuna generation X, generation millennium, generation Z. Yani mtu naye anakubali mimi ni generation nini? Gen Z. Kwa hiyo ukiwa generation Gen Z unaweza kuwa una adabu, unaweza kumwambia mtu lolote, unaweza kumtukana mtu, unaweza kufanya lolote. Sisi Waislamu hatuna habari ya hizo generation. Lazima tuifuate Qur'ani kama Qur'ani ilivyoshuka karne ya 7 miaka 1400 iliyopita, ndio hivyo hivyo mpaka leo. Qur'ani haina habari hiyo kwamba wewe ukiwa umezaliwa 2012 kuja huku unatakiwa uwe kasoro adabu, uwe mzinifu, uwe mwizi. Hapana. Lazima tuendelee kuona kwamba mafundisho ya dini yetu kama yalivyokuja wakati wa mtume yaendelee kuwepo mpaka leo. Qur'ani karne ya 7 ilikataza zina. Zina ni haramu mpaka leo. Qur'ani karne ya 7 ilikataza uongo. Uongo ni haramu mpaka leo. Qur'ani karne ya 7 ilikataza kuvaa deberesha mpaka leo. Kuvaa deberesha ni haramu. Qur'ani karne ya 7 ilimtaka mwanamke ajistiri mpaka leo mwanamke kujistiri ni lazima. Qur'ani karne ya 7 ilimtaka mtu aishi na watu kwa wema, aishi na majirani kwa wema. Qur'ani karne ya 7 ilimtaka Muislamu na asiyekuwa Muislamu waishi vizuri kwa wema, mpaka leo ni hivyo hivyo. Habari ya kwamba mimi ni generation Gen Z naweza kutukana watu, naweza kupiga watu, naweza kufanya lolote, hii habari ni kujidanganya na ni kwamba akili zetu zimeharibiwa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ndugu yetu Bwana Zakaria kuendelea kulisimamia jambo hili na wapenzi wetu wengine. Mwenyezi Mungu awabarikie na Mungu awatengenezee mambo yao. Na sisi tunapoingia kwenye mwaka mpya huu wa 2026, yako maneno kwamba unajua sasa Waislamu mbona mnaambiana kwamba huu mwaka sio mwaka wenu? Nani amekwambia? Sio kila mtu anaweza kusemea Uislamu. Naomba niseme wazi, sio kila mtu anaweza kusemea Uislamu. Na tumekuwa na hatari kwamba mtu akiwa anavaa kanzu anaitwa ustazi. Mtu akivaa kofia nzuri kidogo anaitwa ustazi. Nani amekwambia sio mwaka wetu? Huu mwaka sisi katika Uislamu tuna mwaka unaitwa Hijiria. Ni toka mtume kuhama Maka kuhamia Madina. Lakini tuna mwaka unaitwa Miladia. Mwaka watoka Nabiullah Isa kuzaliwa. Sasa sisi katika Uislamu Nabii Isa tunamtambua tumtambui? Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadi min rusuli. Sisi hatutenganishi mitume. Huu mwaka unaadhimisha kuzawa Nabiullah Isa, ndio tarehe inakubali hivyo. Na ukisema uitambue tuambie basi, kwani leo mtu akitaka kuoa tarehe anaipanga ipi? Anapanga Hijiria? Tunatamani hivyo Waislamu turudi kama wazee wetu, ilikuwa tunasema mwezi 5. Haya nimeyakuta kule kwa kinatoa Mtwara, bado wameshika na Lindi, bado wameshika wenyewe. Shughuli yao itakuwa mwezi 7 mfungo 6, mwezi 8 mfungo 2, bado wanaendelea vile. Lakini sisi wote hapa tusemeni ukweli, tukitaka kuchumbia tarehe tunatumia ni ipi? Tukitaka kuoa tarehe tunatumia ni ipi? Si ya miladia. Tukitaka kuweka hakika tarehe gani? Miladia. Tukipanga mipango ya mkutano tarehe gani? Miladia. Mishahara tunachukua kwa tarehe gani? Miladia. Sasa hii habari ya kutuambia sio mwaka wetu, nani kakwambia? Nani kakwambia? Sio kuropoka tunakusemea Uislamu. Wacheni Uislamu ujisemee wenyewe. Na watu kama hamjui nyamazeni, yani kwenye mambo uwanja wa ilmu ya dini wasiingie wasiojua. Mungu anasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu. Waulizeni wajuao. Waulizeni watu wenye mistari. Watu wenye mistari wanaweza kuambia hili, watakwambia hivi, watakwambia hivi. Katika miezi kuna mwaka wa shamsia, kuna kitu kinaitwa kamaria. Lazima vitu hivi uvijue, ndio unaropoka unasema kwamba eti Waislamu uso mwaka wao. Huu ni mwaka wetu na achiwi mtu kitu. Bali kuna mtindo wa kusema kwamba huu mambo sio ya Waislamu, hapo tunakuachieni nyie. Hakuna habari hiyo. Huu mwaka wetu na sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hata ukimuuliza Diwani Hamidu pale mstaafu, tukimuuliza bwana wewe una miaka mingapi? Atakwambia 52.
52 kwa kalenda ipi? Kwa hii ya miladia. Ukimuuliza katibu wangu TANIRA ni ngapi? 45. Ni kwa kalenda hii. Sasa unatuambiaje kwamba huwa utuhusu? Kwa tunaendelea kusherehekea. Lakini kusanyiko kama hili lina faida nyingi. Tunapokaa na mayatima. Wewe unajua faida ya kukaa na mayatima? Unajua faida ya kula na yatima? Mpaka Mtume anasema hata ukienda kuswali Idi, wakati unaondoka hakikisha umemtafutia yatima, umemshika kichwani. Watu wengi wanafasiri kumshika tu kipara kile na umcheki. Mtoto yatima atoke kule amefurahi. Kwa hiyo haya ndio ninataka kuyasema kwamba sisi hili jambo ni letu. Tunafurahia kuingia kwenye mwaka 2026, lakini furaha yetu sisi sio ya kwenda kunywa pombe, sio kuchoma mataili, sio kufanya lolote. Furaha yetu ni kumuomba Mungu, kula chakula kama hivi kwa furaha na watoto wetu mayatima. Lakini tumeanza kwa surati Yasin kumuomba Mwenyezi Mungu dua. Mwenyezi Mungu atubarikie, Mungu atuondolee mitihani kwa baraka ya hawa mayatima. Mwenyezi Mungu ainue daraja zetu, Mungu atusamee madhambi yetu, Mungu aijenge nchi yetu ipambike ya Allah, ikubalike ndani na nje. Mungu amsafishe rais wetu, amtakase rais wetu, amtie halwa rais wetu, apendeke, akubalike, na wananchi wamtii rais wao, rais pamoja na kizazi chake, rais pamoja na wasaidizi wake, makamu wa rais, waziri mkuu na wale wote wanaomsaidia kwa kheri. Mungu asaidie vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Mwenyezi Mungu avipe uweledi wa hali ya juu. Mungu awafanye Watanzania waendelee kuwa wamoja na mshikamano bila kuachana kwa sababu ya dini. Na tunakemea hili jambo la dini kwa sababu hakuna tofauti kati ya Muislamu na Mkristo ila kwa jambo moja, ambalo jambo hilo hakuna anayelijua isipokuwa Mungu mwenyewe. Na haya aliyasema Mfalme Najashi. Tofauti yetu sisi na Wakristo ni mstari. Mstari vipi? Sisi tunaweza kusema sisi Mungu wetu ni Allah mmoja peke yake, hana mshirika. Wenzetu wasaa ni watatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini hata akisema watatu, hatimaye atakwambia yuko mkuu anaitwa Mungu Muumba. Sasa hamna tofauti. Yeye amini anapoamini na sisi tuamini tunafahamu. Lakum dinukum waliyadin. Habari ya kuhukumiana hapa, nani ana pepo hapa, nani ana moto hapa? Yaani ukimhukumu mtu utamuingiza peponi au utamuingiza motoni. Tuendelee kuishi kama walivyoishi wazee wetu, tuendelee kuishi kama walivyoishi watangu wetu. Kila mmoja asimame kwenye imani yake na aifanyie vizuri. Lakini nitoe usia kwa baadhi ya viongozi wa dini, waipuke kuwaingiza Watanzania kwenye mgongano wa kiimani. Waipuke kuwaingiza Watanzania kwenye kutazamana kiimani. Watanzania waachwe waamini, Watanzania waachwe waabudu kwa kila ile anavyoona anaweza kuabudu. Mimi shekhe nifanye juhudi za kumfanya Mkristo kwa hekima na busara awe Muislamu. Wewe Mkristo, mchungaji, askofu, fanya juhudi za kumfanya Muislamu awe Mkristo kwa busara na hekima, sio kutumia nguvu, sio kutumia kukejeli, kuvunjiana heshima. Na hivi ndivyo alivyotufundisha Mungu. Anasema Mola wetu, ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmau'izati hasana. Lingania dini ya Mola wako kwa hekima na mawaidha mazuri. Wajadili, ikibidi kujadiliana, kanuni ya 3, ikibidi kujadiliana, wajadilhum billati hiya ahsan. Mjadiliane kwa njia bora, sio mnaanza mjadala. Kwanza hekima. Njia za da'wa ziko 3. Ya kwanza hekima, ya pili mawaidha mazuri, ya 3 ndio mjadala. Sasa leo tunaanza mjadala kabla ya hekima, kabla ya mawaidha mazuri. Tumeenda mbali. Mungu ametukataza, wala tasubbu alladhina yad'una min duni la fayasubbu Allah adwan bighairi ilm. Mungu wetu anasema msiwatukane wanaoabudu na wanaoamini imani nyingine isiyokuwa yenu. Mkiwatukana na wao watamtukana Mungu wenu wa haki. Sisi Waislamu tumepigwa marufuku kuitukana imani zingine. Tumekatazwa kabisa na Mola wetu kwa aya ya Qur'ani, wala sio hadithi utasema hiyo dhaifu. Aya Mungu anasema wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighairi ilm. Msiwatukane wanaoamini imani nyingine. Mkiwatukana, mkawatukania miungu yao, watamtukana Mungu wa haki. Alafu nyinyi ndio mtakuwa mmesababisha Mungu afanyeje? Atukanwe. Kwa hiyo wito wangu katika shughuli ya adhimu tukufu, tuendelee kushirikiana na ndugu zetu wasiokuwa Waislamu, lakini tupendane, tuonyeshe mapenzi, lakini tuendelee kuwahurumia watoto wetu aitam, tuwahurumia wajane walioachwa na waume zao, tuwahurumia watoto wetu wanaosoma. Wamejaa hapa watoto ambao pia mashallah wanakwenda mashuleni, na kila mzazi afanye bidii ya kusomesha watoto. Hizi kelele zote ni kutokusoma.
Japokuwa pamoja na kusoma lazima tuweke na mafundisho ya kimila zetu na tamaduni zetu. Yako mambo mengi ya kusemwa, lakini kwa leo tutosheke na haya, na ninamwomba Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu, atuingize katika pepo na atukinge na moto. Naomba baada ya kuyasema haya sasa niko tayari kutoa hizi zawadi.